fedha, lakini wanaposikia mwenzao anaumwa, hata kutoa chochote wanakuambia sio saiko yangu ile. Hapana, sisi wote ni saiko moja, ni saiko ya Mwenyezi Mungu. Steve, watu wengi wanakupongeza na wengine labda wasemi kwa pongezi zake kwa maana ya kushiriki kwa moja kwenye jamii, kwenye masuala ya misiba, iwe sherehe, unakuwa upo karibu na jamii yako. Na sasa tunaona baadhi ya wasanii kutoka kwenye kundi la Mama Ongea na Mwanao, jinsi ambavyo wanashiriki na wanapofika kwenye misiba wanakwenda moja kwa moja mpaka kusaidia kazi ndogo ndogo. Kuna namna ambavyo mkikaa kwenye vikao vyenu unawaweka sawa sawa hawa wasanii ili wajue kwamba kuna maisha ya kuishi duniani na kuna maisha ya kuondoka. Wakumbushe wasanii wenzako hofu ya Mwenyezi Mungu. Usiwakumbushe wasanii wako kula la na bata. Wakumbuke hofu ya Mwenyezi Mungu, wakumbushe wajibu wao, wajenge. Kwa sababu nyumba inaishi. Ukifa hapa leo tutasema nyumba Mzee Juma Hamisi marehemu. Lakini gari haishi, gari ina maamuzi. Gari mnaweza hata mjazika hapa watoto washauza. Yaani wewe uko mwili uko ndani, mtu anazunguka na dalali. Kwa hiyo lazima tukumbushane wajibu wetu wa kujenga nyumba kwa ajili ya maisha yetu na watoto wetu wa baadaye. Lazima tukumbushane wajibu. Na mimi wasanii wangu nawaambia tu, hofu ya Mungu. Kipaumbele namba 1 hofu ya Mungu. Kipaumbele namba 2 hofu ya Mungu. Na kipaumbele namba 3 hofu ya Mungu. Kwa hiyo mimi ni wasii tena kwamba Karim kaondoka, lakini Karim kaondoka na maisha yake. Kaondoka na mimi naamini kabisa kwa mateso aliyopitia binti huyu. Naamini, sio nabii, sio mchungaji, sio shekhe, lakini naamini kwa sababu kila mmoja anaamini kwa aliyoyapitia binti huyu, basi naamini Mwenyezi Mungu atakuwa amempokea. Tena Karim Karara sehemu takatifu mno, sehemu nzuri mno ambayo wengine hapa kuja kuipata hiyo pepo aliyolala huyu binti ni ngumu, kwa sababu aliipigania, alikubali hali. Kukubali hali si mchezo. Ukikubali hali ya kuumwa afu kwa binti mdogo ni changamoto. Sidhani kama aliwahi kumuita mganga hospitali, lakini aliwahi kumkimbilia Mwenyezi Mungu hospitali. Aliwahi kukimbilia, ndio maana akaenda kwenye kafia India, sehemu ambayo tuliamini kuna tiba. Lakini hapa ungesikia yupo kwa Kisarawe kwa mganga, tungeweka wapi sura yetu? Kwa hiyo mimi naamini aliamini kwa Mwenyezi Mungu na aliamini madaktari wenye ujuzi. Kwa hiyo nimalizie tu kwa kusema, na ninalisisitiza sana, mwisho wetu unakuja. Umejiandaa vipi? Tena uko mbali sana, upo karibu sana. Mwisho wetu. Binadamu sasa hivi hafi tena na ile miaka 60, 70, sasa hivi 19, 20. Kwa hiyo mimi kwangu tumshukuru Mwenyezi Mungu. Hapo umalizie kwa neno moja. Leo ndio siku ngumu kabisa kwa sababu tulikuwa tukisikia tu Karim ameenda India, kaenda kutibiwa na amefariki huko. Lakini leo ndio siku ambayo mwili wake utapokelewa hapa. Neno lako ni lipi, Steve Nyerere? Na kati anaondoka hapa alikuwa na macho, alikuwa na kidonda maradhi, lakini alikuwa na macho, alikuwa anaongea. Na kati anarudi hapa ipo kwenye sanduku. Na bado umri wake hata 35 hajafikisha. Wewe umekaa hapa una miaka 40, umemtendea neema ipi Mwenyezi Mungu? Una sekunde tunaweza kukaa kwenye sanduku. Jirekebishe. Asante sana. Bwana ni Steve Nyerere, kaka, na ni mmoja kati ya watu ambao anagusa jamii kwa namna moja au nyingine. Watu wanawezekana wasimseme sana kwa mazuri, lakini kuna baadaye tutakuja kukumbuka kwamba Steve Nyerere ni mmoja kati ya vijana ambao ameweza kutunyosha vijana wengi na tukafahamu na kukimbilia watu kwenye shida kwa wakati. Mimi naitwa Gabi. Tunaweza kusema ni mapigo mawili kwa wakati mmoja. Tumempoteza mama hivi karibuni, lakini pia leo tunampoteza msanii kwenye game ya sanaa. Labda haya yote kwa pamoja ndio tunatanguliza pole kwako, lakini pia Mwenyezi Mungu aendelee kukupa nguvu na hivi ambavyo unajitokeza mara kwa mara kuwatia moyo watu wengine. Ni roho ambayo Mwenyezi Mungu amekupa. Hongera kwa hilo kwanza. Lakini pia tunaomba utuelezee vile ambavyo ulikuwa ukifahamiana naye Hawa. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio mja wa yote na Mwenyezi Mungu ndio anaamua muda gani wa kuishi hapa duniani. Kwa hiyo ni baraka kwetu, alitupa binti yetu na Mwenyezi Mungu kamchukua binti yetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na leo kama Ijumaa Karim, basi tunasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa alipo yeye ndo amsamehe dhambi zake. Lakini kikubwa zaidi ni fundisho. Ni fundisho kwa vijana, ni fundisho kwa kina mama, kwa wazee kwamba maisha yana mwisho. Hakuna mtu atakaishi hapa duniani mpaka milele. Uwe na fedha utakufa, uwe maskini utakufa, uwe na cheo utakufa. Kwenye kila sekta utakufa.
Kwa hiyo leo tunamshuhudia binti mdogo ambaye wazazi wake walikuwa na ndoto ya mtoto wao kuwasaidia. Mama alikuwa na ndoto, baba alikuwa na ndoto, na sisi marafiki tulikuwa tuna ndoto ya kuishi naye hapa, kufanya naye kazi. Lakini ndoto ile leo na mshumaa ule umezimika ghafla. Na kiukweli amepambania maisha yake. Moja kati ya wasichana ambao wanabaki kuandikwa katika vitabu vya kumbukumbu na kalamu wenye wino wa dhahabu ni Karen. Amepambania maisha yake. Mimi binafsi pamoja na taasisi yetu ya Mama Ongea na Mwanao tuliweza kushirikiana naye akiwa CCBRT. Na nichukue nafasi hii, si kwamba yuko CCBRT, nilipoenda kumuona aliniambia neno moja tu, sitoboi. Tukamwambia utatoboa. Tukafanya tunaloweza, ujumbe ukamfikia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Akasema basi Steve, tunabeba jukumu la hapa CCBRT kumtibia Karen. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alibeba jukumu la kumtibia Karen pale CCBRT mpaka pale majibu ya madaktari walipokuja kutupa majibu sahihi kwamba Karen anahitaji kwenda kutibiwa nje ya nchi. Tukasema basi sawa. Alikaa pale muda mrefu, na bahati nzuri walikuwa wanawasiliana mama na mimi mwenyewe nilikuwepo pale kila jioni, tukiwa na kijana mmoja aitwa Chris. Tunafika pale tunakutana na dada zake, lakini kiukweli kabisa tulisema kwamba jukumu la bili hapa nini kila kitu Mheshimiwa Rais alikuwa amekava. Kwa hiyo kwetu sisi ikawa nini faraja kwamba tunapopiga mayoe na viongozi wetu wanatusikiliza kwa maslahi ya wenzetu. Tumshukuru kwa hilo. Na hata juzi maskini ya Mungu kama wiki 3 nyuma alienda kuonwa pale India, na baadhi ya wadau walienda kumuona, akawa yupo kwenye hali nzuri kabisa, anaendelea vizuri. Na bahati nzuri wale wadau wakatusaidia kwa kiasi chake akiwa pale India. Nilipenda sana. Na yule mdau hata tulipomwambia Karina kafariki hakulitegemea hilo. Kaniambia bwana Steve, nimeonana na mdogo wako hapa, huyu hapa. Na mimi nilifurahi sana. Nikamuona pale just hai pigwa video call pale, nilifurahi na nikamuona hadi daktari anayetibia. Bahati mbaya nikiwa Dodoma natumiwa message kwamba mgonjwa amefariki. Kiukweli kibinadamu alikuwa ameshanipa matumaini, kwa sababu cha kwanza alikuwa ameshatoka kwenye operation. Lakini cha pili, kila jambo lina nguvu za Mungu. Nilipoona anaongea na yule daktari wake, nikasema Mungu ametenda, kwa kuwa tulikuwa tunamhitaji arudi kwenye kazi yake. Angeuguza kidonda chake lakini angerudi kwenye kazi yake. Sasa anarudi akiwa amelala, amefumba macho. Hatutaonana naye tena. Sisi kazi yetu ni kumtanguliza Mungu mbele, kumuombea kwa Mungu. Tulijitahidi kadri ya uwezo wake, lakini Mwenyezi Mungu anapanda mbegu ambayo muda wote anaweza kuvuna. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kwa wasanii, poleni wasanii wote wa nchi, wadau waliomsaidia Karina kwa namna moja ama nyingine, walioguswa, waliotoa riziki zao, walioingia mifukoni, na madaktari nao nawapa pole, kwa maana walichokuwa wamewekeza Mwenyezi Mungu kavuna mbegu yake. Lakini wape pole na Mheshimiwa Rais vile vile alitukimbilia kipindi Karina yuko CCBRT kwa kutoa mchango wake mkubwa mno. Najua naye anaumia, lakini hamna jinsi. Tunampa pole, na sisi vilele wake tushamwakilisha hapa. Kwa naye tunampa pole sana. Cha muhimu hapa ni kumpokea Karina, na kesho tukamstiri katika nyumba yake ya milele. Na kikubwa zaidi kwake, tukitaka kumfanya kitu kikubwa ni ibada. Tumuombe ibada ili Mwenyezi Mungu ampokee na amsamehe dhambi zake. Bila ibada hapa tutakuwa tunacheza tu. Kwa hiyo tunavyoona wakina mama wanaswali huko, na sisi wengine kwa madhehebu yetu mbalimbali tumuombe, maana ibada ndio wokovu. Tunafundishwa hivyo. Kama ingekuwa pesa ndio wokovu, basi leo tungekuwa na binti hapa. Lakini pesa sio kila kitu. Ibada tunaambiwa, tunakumbushwa tusali na tumtangulize Mungu. Kwa hiyo mimi ni hayo tu machache, na niombe wasanii wengine, sio ifike mtu anaumwa
Amekufa ndo tujitokeze. Kuna tabia ile mtu amekufa ndo unaanza kuposti nilikuwa naye amefanya kazi kwangu. Ifike wakati mtu akiwa anaumwa, ingieni mifukoni, changianeni, tuokoe maisha yake. Tukimbiliane wakati wa maradhi, tusikimbiliane wakati wa sherehe. Kwa mimi naendelea sana, kazi yangu ni kuwasihi kwamba ifike muda tukubaliane kwamba tunapofanya kazi pamoja, sekta moja, sisi ni ndugu. Haimaanishi wewe uko Bongo Flava, wewe uko Bongo Movie, uko na kuzika ni ibada. Panapotokea wasanii wenzetu wamefariki, basi tuzikane, tuonyeshe ule upendo wa kuzikana. Inawezekana umjui lakini ana jina linaitwa msanii mwenzako. Tuzikane. Labda uwe una emergency ya kusafiri, haupo Dar es Salaam, lakini kama upo umesikia mwenzako wa Singeli kafiwa, nenda. Juzi tulikuwa tuna msiba wa mama yake Meja Kunta. Niliona wacheza mpira wengi, safi. Mimi nilikuwa tu safari, lakini ningehudhuria kabisa. Niliona wacheza mpira wengi, lakini sikuona Bongo Movie sana wala Bongo Flava sana. Kwa hiyo mimi naendelea kuwasihi, kifo hakina mwenyewe. Jiulize wewe, uende umekaa tu ndani unasoma tu Twitter au Instagram, lakini siku yake kukuta una nani? Kwa hiyo mimi naendelea kuwasihi kwamba wajitokeze kuzika. Kuzika ni ibada. Kuzika sio maarufu. Duniani kote kuzika ni ibada, sio maarufu. Hatusemi hivyo kwa sababu tunataka kuna jambo tunalitaka, hapana. Tunasema hivyo kwa sababu ni wajibu wetu kukumbushana. Kwenye vitu vya msingi lazima tukumbushane. Kama tunakumbushana kufika baa mapema kuanza kunywa, basi tukumbushane na kupokea wenzetu, miili ya wenzetu, kwa sababu tulikuwa nao katika maisha yetu ya sanaa na wametuacha na hatutawaona tena maishani mwao, hatutaonana nao tena. Kwa hiyo ni muda mchache tu wa kukaa, ikasomwa dua. Baada ya hapo mkaenda Kisutu, mkamstiri, ukaingia kwenye gari lako la kifahari ukaondoka. Kwa hiyo ni wasihi sana ndugu zangu, wasanii wenzangu na Watanzania kwa umoja, niwape pole na nimshukuru sana wadau, nasisitiza waliotukimbilia. Tunao wasanii